tukaangalia goli lingine bora ambalo limefungwa kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Ilikuwa ni Young Africans dhidi ya Mbeya City. Kulikuwa kuna moja kati ya magoli mazuri sana. Tutazame bao hili. Peter Mwalianzi. Mpira umepitishwa katika njia. Zouzoua Pacome. Zouzoua Pacome. Zouzoua! Ni namba 10, ni namba 10. Anaonesha namba yake mgongoni, anaonesha na jina lake. Huyu ni Pacome Zouzoua. Ni profesa wa mpira. Anacheka na cheko zito, tabasamu la kutosha. Analinyanyua benchi likipongeza. Hashim Musa hana wa kumlaumu, ameamua tu apoe. Hashim Musa amepoa pale chini, lakini Pacome Zouzoua tayari, ukiona picha hiyo, ukiona tabasamu hilo, ukiona meno namna hiyo, anakwenda kwenye benchi kupongezana na Patrick Mabedi. Lilikuwa ni bao la 4 ambalo limefungwa na Pacome Zouzoua. Yanga wakiwa nyumbani KMC Complex mbele ya Mbeya City. Mtozi amezingatia nini kutuambia kwamba hili ni miongoni mwa mabao bora ambayo yanafungwa kwenye ligi kuu ya NBC? Hapa tuanze na kocha. Kocha akisha kumaliza utakuja mzee wangu Kinga, utuambie Mtozi amezingatia nini ubora wa bao hili? Goli ambalo kuna vitu viwili ambavyo kwangu inawezekana vikawa vimefanya kazi hapo. Ndio. Kwanza hiyo transition ya haraka zaidi kutoka kwenye nyakati ambazo Yanga walikuwa hawako na mpira, walikuwa na umiliki Mbeya City. Immediately baada ya Yanga kuupata ule mpira. Ndio. Angalia reaction ambayo aliifanya kwenye kulitengeleza ile shambulizi ambalo lilifanyika hapa kwenye ile tukio la haraka kabisa ambalo walilifanya. Lakini kwenye transition hiyo ndio ambao tutazungumzia pia movements ambazo amezifanya Pacome Zouzoua kwenye ile eneo wakati anaelekea kwenye box la wapinzani. Lakini tukio la mwisho ni hili la mwisho hapa ambao analifanya mbele ya mlinzi wa mwisho wa Mbeya City. Alikuwa ni Kingu Pemba. Sasa angalia kwenye ile tukio wakati Pacome Zouzoua amekamilisha matukio mawili ambayo tumeyataja kwenye transition na movement ambazo alizifanya wakati amepokea ule mpira. Lakini pia wakati huo walifanya tukio lingine la dribbling bora kabisa ambalo alifanya, kwa sababu wakati mwingine unajua magoli kama mtu anaweza kukosa kwa sababu atadribble mpira mbali. Unaona ile inatokeaga wakati mwingine Selemani Mwalimu alifanya juzi. Yes, anapata mpira hapo na udribble mbali kiasi kwamba hawezi na akaupata mpira wa pili. Kwa hiyo Mtozi kumbe amezingatia namna ambavyo Young Africans walikwenda wakaupoka mpira. Kwanza alipopoka mpira. Alafu na ubunifu waliokuwa nao. Ubunifu sasa mbali kwa nao. Huyu Mtozi atafika mbali. Mtozi mtu wa maana kabisa. Zouzoua kwenye ile eneo kwamba hapa sasa natakiwa kufanya nini? Natakiwa kudribble mpira. Natakiwa kudribble mpira kwenye mazingira gani? Nasema kwenye dribbling bora ni ile ambayo utafanya mpira uwe close na wewe. Kuna running with the ball na dribbling a ball. Yani kuna kukimbia na mpira unakanyaga kule afu unaanza mbio. Lakini walifanya dribbling. Moja kati ya technique ambayo ni nzuri. Kocha kwenye mechi za ofisini hapa sioni huu ulumbi unaonipa hapa. Ni ufanye mimi Malibwa. Si mchezaji. Sasa nguvu za kufanya vile ndo zinakuwa hamna, kwa sababu unaweza kutamani lakini huwezi. Kwa sababu ukifanya Jumatatu unaweza stokea. Bana sawa. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo yani uzuri wa ile goli ndio ni kile kitendo cha mwisho. Pale mwishoni kabisa kwa ndo super ile goli. Kwa sababu kuna mtu alikwenda akapita kama kiloba. Yani yule alifundishwa namna ya kucheza mpira. Yani utaki kucheza. Yani alipita mzima, yani beki mzuri afu amefanya kosa ambalo atakiwa kufanya beki mzuri. Alipita kama kiloba mzima yani kineteleza. Sasa ile mtaani anasema usiwe unakuja kama usiku. Usiku unavyoona usiku ni tofauti na unavyoona mchana. Kwa hiyo nadhani ilikuwa kitu bana tunahiti